Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Msanii Ibra siku leo ameamua kufunguka mazito kuhusiana na msanii Diamond Platnumz, kwani tunafahamu msanii Ibra kipindi anataka kutoka katika record label ya msanii Harmonize, record label ya Konde Gang. Kuna mambo mengi sana ambayo alipitia. Moja kati ya jambo ambalo alipitia msanii Ibra na tuliweza kuliona kwenye mitandao ya kijamii, tuliona msanii Ibra aliweza kuanza kuomba msaada kwa Watanzania ili mradi tu aweze kufikisha kiasi cha bilioni 1 ambayo msanii Harmonize alimtaka alipe kama fidia au kama fine tu ya kutoka katika record label hiyo ya Konde Gang. Lakini baadaye tukaona msanii Harmonize amemwambia Ibra you are free to go. Kumbe kuna mambo mengi sana ambayo yalitokea nyuma ya pazia, na leo Ibra ameamua kuzungumza ni kitu gani ambacho kilitokea, lakini pia nini kuhusiana na msanii Diamond Platnumz, kwa sababu tuliweza kuona pia kuna moja ya video msanii Harmonize aliweza kuzungumza na kudai kwamba msanii Diamond Platnumz amemchukulia wasanii wake katika record label yake ya Konde Gang, alafu baadaye hao wasanii akawapoteza. Kwanza kabisa ni msanii Angela tuliweza kuona kile kipindi anagombana na Harmonize na kuondoka katika record label ya Konde Gang. Baadaye tukamuona Angela yuko na urafiki na msanii Zuchu, mpaka kufikia hatua Zuchu akaweza kumnunulia Angela zawadi ya gari, jambo ambalo lilimfurahisha sana Angela kwa kipindi kile. Lakini baadaye tukaona Ibra ikawa ni zamu lake kuondoka katika record label ya Konde Gang ya mzima msanii Harmonize, na namna ambavyo ameondoka, hakuondoka kiheri, aliondoka kishari. Waligombana sana na Harmonize, yakatokea mambo mengi sana. Sasa kumbe msanii Diamond Platnumz alihusika kwa namna moja ama nyingine kumlipia Ibra ile fine au ile bill ambayo alitakiwa kulipa kwa msanii Harmonize aliweza kumtajia Ibra pesa kubwa kama ile bilioni 1. Bilioni 1 yenyewe Ibra anakuambia hajawahi kufanya show hata ya milioni 500. Hiyo bilioni 1 anaitolea wapi? Jambo hilo likapelekea msanii Diamond akaumizwa, lakini pia akawa ameguswa kumsaidia Ibra. Baadaye akamsaidia Ibra. Sasa Ibra leo ndo anafunguka wazi kitu gani ambacho kilitokea mpaka kufikia hatua Diamond akaamua kumsaidia. Kwanza kabisa anakuambia katika lile sakata lake alivyojirekodi video akawa anaomba msaada kwa Watanzania, basi management au meneja wa msanii Diamond Platnumz akaamua kumtafuta Ibra kwa maagizo ya Diamond kwamba mtafute Ibra, zungumza naye tuweze kuonana. Baadaye Ibra anakuambia kaonana na Diamond, wakazungumza mambo mengi sana, na Diamond akaahidi kumsaidia kwamba nitakulipia hiyo hela ambayo Harmonize anakudai, kwa sababu Harmonize amekuambia hela kubwa ili mradi uendelee kubaki katika record label yake. Ni kama vile anataka kukufunga pale katika record label yake ya Konde Gang kwa sababu umeshaona wewe ni msanii mzuri. Sasa Diamond Platnumz baada ya kumlipia Ibra kiasi cha shilingi bilioni 1 kwa msanii Harmonize, baadaye Ibra anakuambia Diamond akawa amemwaahidi vitu vingi sana. Kitu cha kwanza anakuambia alimwaahidi kumuunga au kumsajili katika record label yake ya WCB Wasafi na kumsaidia katika sanaa ya muziki. Ukiangalia Ibra ni msanii ambaye ana kipaji kikubwa sana, ni msanii ambaye anajituma, ni msanii ambaye anapambana. Endapo Ibra angepata nafasi kuingia katika record label ya msanii Diamond Platnumz, record label ya WCB, huenda angefanya mambo makubwa sana. Ibra anakuambia ahadi zote ambazo Diamond Platnumz alimwahidi zimekuwa uongo, hakuna ahadi yoyote ambayo Diamond ameweza kuitimiza. Ibra anakuambia baada tu ya kuondoka katika record label Konde Gang, akakaa chini kufikiria nifanye kitu gani. Ndipo Ibra akaamua kufungua record label yake ya Oya Gang. Sasa hiyo record label, unaweza kusema record label kitu gani inasababisha record label ikue? Ni wasanii. Ibra tangu amefungua hiyo record label yake, hatujaona kama kuna ngoma yoyote kali ametoa, hatujaona kama ana mpango wowote wa kumsaini msanii yoyote katika record label yake, kwa sababu msanii unapofungua record label, malengo yako makubwa ni kuweza kuwasajili wasanii katika hiyo record label yako. Sasa Ibra anakuambia ni kama vile Diamond Platnumz amempotezea katika ramani fulani hivi. Yeye alikuwa anatamani sana kuweka sawa na Harmonize ili mradi tu mambo mengine yaishe, aendelee kusalia katika record label Konde Gang, lakini baadaye Diamond akaingilia akamwambia hapana, huwezi kumnyenyekea huyo, huwezi kujishusha kama hivyo, wewe ni mtoto wa kiume, sio na nini. Mambo yakawa ni mengi sana. Ibra baada ya kulipiwa deni bana, akaona brother
si ndio huyu hapa. Lakini baadaye Diamond akamtupa. Diamond hakutaka tena kugeuka nyuma kumwambia Ibra unaendelea vipi, imekuwaje, una plani gani, kumsaidia kama mdogo wake. Lakini ikawa ni tofauti. Ibra kitu hicho anakuambia kinamuumiza mpaka na leo, na anajutia kumsikiliza msanii Diamond Platnumz kwa sababu aliamini labda huyu huenda akanisaidia, huenda akanionyesha njia, huenda akanipa madini ya kunisaidia mimi niweze kumiliki record label yangu, niweze kukua kimuziki. Lakini sio tu kukua kimuziki, at least angeweza kumsaidia hata kujiunga katika record label ya WCB. Ibra ni msanii mwenye kipaji, ni msanii mwenye juhudi, angeweza kutoboa kama ambavyo alivyotoboa kina msanii Mbosso Khan. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.